Hello guys, mambo vipi? Welcome back to my channel. Leo tunaenda kufix tatizo la kompyuta kuwa slow. Kompyuta kuwa slow pale wakati umeiwasha. Yaani pale wakati umeiwasha tu kompyuta huwezi kufanya chochote yani. Inabidi usubirie mpaka irani, yani ifanye kama inakumbuka. Yaani kama vile inakuwa imeamka na hengo. Huwezi kufanya chochote mpaka usubirie kwanza mafaili yakae sawa ndio uweze kutumia. Lakini leo tunaenda kufix hilo tatizo. Okay, cha kwanza kufanya utaklika Windows search run. Search run ndika ms config, utaklika okay. Pop-up hii utakuja hapa startup, then uta open task manager. Open task manager, hizi ni application zote ambazo zinakuwa zina start wakati umewasha kompyuta yako, yani zinakuwa zina run background wakati umewasha kompyuta yako. Sasa hapa hivi uta disable application ambayo hutaki irun wakati umewasha kompyuta. Disable, hakikisha una disable application ambayo unaijua, usije kwa disable application ambayo hauijui. Hakikisha unajua kwamba hii application hii sitaitumia, kwa hiyo uta disable. Kile ambazo uzijui unaacha. Kama mimi hapa ambao siitumii ni hapa hii Microsoft 365 hii Copilot hii. Hii kwangu mimi nita disable. Kwa hii ni moja ya kitu ambacho kinafanya kompyuta inakuwa slow. Hii pia siitumii. Hivyo utaangalia application ambayo uliinstall na hautaki ukiwa unawasha kompyuta ije iwepo. Ukimaliza uta close task manager. Task manager tunakuja service. Hizi ni baadhi ya services zote ambazo zina run kwenye kompyuta yako, ambazo zingine za muhimu unatakiwa uncheck, ambazo uncheck au unatoa hichi hapo. Application ambayo unajua kabisa hauitumii na ina run hapo. Labda kuna application uliinstall alafu service yake iko hapo na check. Ila make sure kitu cha muhimu usije ka check application kama inasema hii program kama ya Windows, kitu chochote kimeanzia na Windows au Intel, vitu kama hiyo inabidi usiacheck. Uncheck kile kitu ambacho unajua kabisa hii inafanya kazi gani. Kija hapa unaweza kaja hapa hide all Microsoft services. Kulia ukacheck application service yote unayotaka. Angalia hapo ukacheck service ambayo hauhitaji. Maliza una click apply, na click okay. Utakuhitaji urestart, sema uta exit bila kurestart. Click hapa exit without restart, then tutaendelea. Baadaye utakuja kurestart tukimaliza hii. Na kingine guys, njoo kwenye search bar, search Windows updates. Kwa Windows update, hakikisha kompyuta yako umeupdate Windows guys. Hiyo pia ni kitu cha muhimu, kinaweza kufanya kiwe ina slow kompyuta yako. Hakikisha iko up to date. Okay, kingine utarudi kwenye temp, utarudi kwenye run, uta search temp. Then utafuta file zote ambazo ziko hapo. Click delete. Zitabaki hizi maana yake zinatumika kwa sasa hivi. Utaweka tu skip zote ambazo zinatumika sasa hivi. Utarudi tena kwenye run mara nyingine. Sasa hivi utaweka %, utaandika kama hapa nilivyoandika, na utaklik okay. Then uta delete kila kitu, uta delete hizi file zote.
Hizi ni temporary file, hazitumiki, yani hazina kazi. Ziko nyingi sana. Utaklik Control A kwenye keyboard yako, utaklik Control A, ita select file zote, then utaklik delete. Skip ambazo zinatumika kwa sasa hivi utaziskip. Okay guys, hizo ndo step zote. Hakikisha umefuata hizo step kwa makini. Kama umefuata hizo step zote kwa makini, kompyuta yako sasa hivi itakuwa ipo kasi, haitakuwa kama mwanzo ilivyokuwa. Okay, tuonane kwenye video nyingine. Hakikisha umelike guys, hakikisha umelike. Yani ukiwa umelike hii video utakuwa umenisupport sana, maana inafanya YouTube ipeleke video yangu kwa watu wengi zaidi, ili iweze kuwasaidia watu wengi. Make sure pia umesubscribe. See you guys in the next video. Asanteni sana.